Kwanza tunashukuru kwa kila kitu, na tunapozungumza ni kwamba si kama Singida Black Stars tuko tayari kwa mechi. Wachezaji wote wako safi. Tumefanya training ya mwisho leo. Tunafahamu itakuwa ni mechi ngumu, mechi ambayo itakuwa na ushindani mkubwa. Mbeya City ni moja kati ya vilabu vizuri ambavyo vina wachezaji wazuri, vina mwalimu mzuri, vina management nzuri, lakini wamekuja kipindi ambacho Singida tunahitaji zaidi ushindi kuliko kitu kingine. Kumbuka sisi ni wana finali wa mashindano haya kwa msimu uliopita. Kwa hiyo tumejipanga kuhakikisha kabisa kwamba tunapata matokeo kwenye mechi hiyo. Kwa hiyo sisi tuseme tuko tayari kwa mechi. Tuwakaribishe wana Singida popote pale walipo, waje kwa wingi uwanjani wa support team, kwa sababu ni sehemu, bila wao si hatupo. Tunawategemea zaidi mashabiki wetu waje kwa wingi, na sisi tumejipanga kuwapa furaha ambayo tunaamini kabisa wanaitaraji kutoka kwetu. Asante sana coach. Waandishi wa habari, kama kuna mtu ana swali basi karibuni sana kwa ajili ya maswali kwa coach. Coach, umuhimu wa mchezo huu wa kesho kwenu ni upi? Mechi hii tunaipa heshima kubwa sana, kwa sababu kama unakumbuka uweze ukaenda mashindano ya CAF, wakati bingwa mashindano haya ndio anaenda kuwakilisha nchi kwenye mashindano ya CAF, na sisi malengo yetu makubwa ni kuhakikisha kwamba tunaenda kuibeba bendera ya nchi yetu kwenda kuipeperusha nje ya mipaka yetu. Kwa hiyo tumeweka malengo makubwa kama msimu uliopita, na msimu huu tunataka tufanye vizuri zaidi. Kwa hiyo tunayapa mashindano haya heshima kubwa, na ndio maana tunakwenda kabisa kuhakikisha kwamba squad yote inaingia camp kuhakikisha kwamba inaenda kufanya vizuri kwenye mechi. Kwa hiyo ni mashindano ambayo yana ushindani. Unavyojua kuna baadhi ya vilabu vingi vya ligi kuu vimeshatoka kwa bahati mbaya au bahati nzuri, lakini sisi kama Singida tumejipanga kuhakikisha kwamba tunakwenda kufanya vizuri kesho. Naam, mwalimu, Singida Black Stars na wachezaji wengi na Singida wote wana quality nzuri, lakini kuna wapo ambao wamekuwa hawapati nafasi mara kwa mara. Inawezekana kuna baadhi ya timu zinatumia strategy kama sehemu ya kuwatumia wachezaji wao pia. Tunatarajia kuona ama tukaona rotation kesho maana ya wachezaji. Swali zuri. Singida ni moja kati ya vilabu ambavyo vina wachezaji wengi sana ambao ni quality players kutoka nje na hata ndani ya nchi. Kwa hiyo kila mchezaji anacheza kutokana na approach ya mechi. Sio kama mchezaji anataka mechi ndio inamtaka mchezaji wa aina gani, kutokana na malengo na mpinzani anavyocheza. Kwa hiyo kila mchezaji tutampa nafasi kutokana na mechi husika inavyomhitaji. Kwa hiyo mechi ya kesho ina aina ya wachezaji ambao inawahitaji, na wale ambao wanahitajika kwenye mechi ya kesho wote wataenda kutuwakilisha kesho kwa kupata pointi 3. Tunaangalia zaidi ushindi wa timu kuliko mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo kila mchezaji mazoezini anajua hilo na anajituma kadri awezavyo, akiamini kabisa mechi yangu inaponihitaji muda wote, aidha nianze au niingie sabu, niwe tayari kuhakikisha kwamba tunaipigania klabu yetu ambayo ndio imetuunganisha kuwepo hapa tulipo. Sawa, la mwisho kabisa coach, umepewa mzigo mzito. Msimu uliopita Singida ilikuwa kwenye nne bora ndani ya ligi kuu soka Tanzania bara. Msimu huu bado hamjaingia, lakini nipo mnaelekea. Hebu wahakikishie wana Singida, lakini pia wapenda michezo, huu mzigo uliopewa utatendea haki? Nashukuru. Niseme kabisa kwamba viatu ambao nimepewa nivae ni size yangu, vinanitosha. Niamini kabisa kwamba na mwendo nitakaotembea itakuwa mwendo wa kasi, kwa sababu nikiamini kabisa nina watu nyuma yangu, na management ipo makini nasaidia, na wachezaji competent players ambao niko nao, na technical bench pia ya wenzangu ambao nashirikiana nao ni watu makini, watu ambao wanajua kazi yao. Kwa hiyo kwangu sina pressure, kwa sababu siwezi nikasema kwamba mafanikio yanayopatikana kwamba nitafanya mimi peke yangu, hapana. Au kama nikikwama nimekuwa peke yangu. Mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo ambao unahitaji ushirikiano. Ndio maana hata uwanjani mchezaji hawezi kutoka na mpira kutoka golini akaenda kafunga. Lazima tutakuwa kwa goalkeeper, tutakuwa kwa center back, midfielders na mwisho kwa striker tukaenda kufunga. Kwa hata mzigo ambao nimepewa, malengo ya klabu, mimi ni kiongozi kwamba nabeba kama mwalimu, lakini nyuma yangu na watu wengi sana ambao kila mmoja na play part ili tuafikie malengo. Kwa hiyo naamini kabisa umoja wetu, mshikamano wetu, tukiendelea kuheshimiana, kusikilizana, kushauriana, end of the day tutafikia malengo ambayo tumejiwekea kama klabu.